Ulimwengu wote umetawaliwa kwa nia njema kabisa na mabadiliko ya kiteknolojia. Na sisi hatujataka upitwe. Karibu kwenye Digital Leo. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi hapa Highlands FM. Okay. Uhali gani msikilizaji wa 92.5 Highlands FM, karibu kwenye kipindi cha Digital Leo. Naam, upo nami Samuel Mwana Mpogole, lakini mwenzangu hapa mimi ni Fatina Suleiman. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu sana kwa sababu tunaamini ukiwa pamoja nasi tukiwa pamoja nawe mambo yanakuwa bam bam kabisa. Naam, leo hii katika kipindi chetu bora cha Digital Leo tutakuwa tukiangazia fursa za kidigitali kutumia mitandao ya kijamii kwa biashara na kujenga jina kabisa, au brandi na pia kwenye masuala ya burudani. Watu wanatakiwa burudike bwana. Naam, huko ndiko ambako leo hii tutakuwa tumejikita kwa uzuri kabisa. Unayo nafasi ya kuweza kushirikiana nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia simu namba 0767 000 927. Na kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa udhamini wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Sawa, tunashukuru sana ndugu zetu wa TMC kwa namna ambavyo wametushika mkono kwa uzuri kabisa katika kipindi chetu hiki ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kushirikiana nawe katika kukutoa porini na kukuleta na hilo ndilo jambo ambalo la msingi sana. Katika maisha hatuwezi kufanikiwa bila masuala haya ya kidigitali kwa ulimwengu wa sasa. Kwa ulimwengu wa sasa kila kitu ni digitali, na maisha sio usipokuwa na masuala ya digitali basi kuna namna ambayo unakuwa umeachwa nyuma. Na tunafahamu kwamba mitandao ya kijamii si kwa ajili tu ya burudani. Ndio. Lakini vile vile tunatambua kwamba mitandao hii ya kijamii ni nyenzo muhimu sana katika kutuunganisha, lakini pia katika biashara kujenga jina au brandi. Unajibrandi wapi? Sasa huko ambako mambo yanakuwa vizuri kabisa. Lakini pia kuna watu ambao hawana kazi. Wao wanakuambia bwana, mimi sina kazi, nimesoma na vitu kama hivyo. Lakini kupitia masuala haya ya digital, basi huko unaweza kaajiriwa, unaweza kujiajiri, lakini maisha yako ukabadilisha kupitia mitandao hii ya kijamii ambayo tunazungumzia leo. Kabisa. Na tulizungumza na wananchi mtaani Mpogole. Sasa tusikilize maoni yao, wanasema nini? Wanaelewa nini kuhusiana na swala zima la fursa kidigitali? Kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii huku kuna biashara kama tulivyozungumza. Sasa kabisa, kuna watu wanaelewa, kuna watu hawaelewi. Kuna watu wanafanya biashara huko, kuna watu hawafanyi. Kwa nini? Wana mtazamo gani wananchi hao? Digital platform tunazungumzia Instagram, WhatsApp, Facebook na Telegram. Kwa upande wangu mimi hivi vitu vinanisaidia sana. Vitu ambavyo navitumia sana mimi ni Instagram na WhatsApp na Facebook. Vinanisaidia kivipi? Vinanisaidia kwenye kufanya matangazo, kupata labda nafasi za kazi, kufanya malipo kwa haraka. Na rahisishia pia kupata taarifa za ndani na nje ya nchi. Chukue mfano kidogo kwenye matangazo. Mimi ni mfanya biashara kwenye kampuni. Kwa hiyo kupitia hizi platform naweza kuposti biashara yangu au kupata kitu kutoka kwa mfanyabiashara mwingine. Mfano nimekipenda kitu, nimekiona kule mtu amekiweka, nitamfollow na nitamtafuta ili niweze kukinunua hicho kitu. Kwa sisi ambao tunafanya biashara, muda mwingi tunakuwa makazini, kwa hiyo hatupati nafasi ya kwenda kuzunguka labda madukani kutafuta vitu. Lakini kwa kupitia hizi platform unakuta mtu amerusha kile kitu ambacho unakitaka, unamtafuta huyo mtu, inakuwa inakurahisishia inarahisisha na inasaidia, inarahisisha masuala mazima ya muda. Platform inatusaidia pia kwenye swala la muda kivipi? Ule muda ambao ungetoka labda hapa kwenda dukani, lakini ukiangalia kwenye hii platform yako labda WhatsApp, umekipenda hicho kitu, utakitafuta kwa njia ya mtandao tu moja kwa moja, muhusika wa hicho kitu atakuletea. Sasa hivi kuna free delivery, wanakuletea pale ulipo. Kwa ule muda ambao ungetoka hapa kwenda dukani, utakuwa umefanya mambo mengine, yule mtu atakuletea.
Alafu kwenye swala la matangazo, mimi kama mfanyabiashara itanisaidia zaidi najiunga kwenye magrupu mbalimbali, nakutana na watu wengi tofauti. Kule napata elimu pia juu ya biashara yangu, elimu zaidi, maana kuna watu ambao wanakuta wamenitangulia kwenye hiyo biashara ambayo naifanya. Kuna wengine wataalamu zaidi. Kwa hiyo kupitia kwenye magrupu kule nakutana na watu tofauti ambao wenye biashara kama yangu au biashara tofauti na ya kwangu, ambao wanaweza kutusaidia kujua kitu ambacho nakihitaji au kitu ambacho nakifanya. Kitu kingine, napata marafiki, napata wateja wapya, napata marafiki wapya kupitia hizo platform. Lakini pia nawafikia watu wengi zaidi. Ile tofauti kutembea mguu kwa mguu, mfano kutoka labda dukani kwangu labda kwenda labda niende mkoa mwingine, mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Songea. Hizi platform imetusaidia kwa kutengeneza haya magrupu, tunakutana na watu wengi ndani ya hayo magrupu ambao wanakuwa wanatoka mikoa tofauti. Wale wataipeleka mbele biashara yangu kwamba labda mtu anahitaji kitu fulani, hichi kitu anacho happy, kwa hiyo atampa taarifa zangu, yule mtu atanitafuta. Hiyo ni faida pia. Lakini pia napata bidhaa mpya kutoka kwa watu tofauti. Kama mtu akiposti mimi na nimeipenda, nitanunua. Lakini pia inatusaidia, hizi platforms zinatusaidia kwa kupata kazi. Unakuta labda kuna kampuni imeiposti kwamba kuna nafasi za kazi. Kwa ukiwa na hizi platform inakusaidia, unaangalia na unasifa hicho kitu, una apply ndani ya hii mitandao labda Insta au WhatsApp moja kwa moja, na unapewa majibu ya moja kwa moja, tofauti na ile kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa ajili kwenye ofisi labda kwenda kuomba nafasi za kazi kwenyewe. Lakini hii imetusaidia, unapata moja kwa moja, unapewa majibu ndani ya hizo platform. Lakini nyingine, ndani ya platform tunapata taarifa za ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa mfano labda umpata taarifa za habari za labda BBC. Hivi sio lazima ukae kwenye TV uangalie, labda kuna kipindi kilikupita, sio lazima uangalie kwenye TV, utaingia zako kwenye simu, utaangalia matukio yako yote. Lakini kuna nahusiana pia na taarifa zako za ofisi, kwamba nipo sehemu fulani, nimefunga kamera, naweza kupata taarifa zangu zote za siku, labda sijakuwepo, lakini nitaingia kwenye mtandao, nitaangalia ofisi yangu, kila kitu kwa kutumia hizi platform. Kwa hiyo inatusaidia mambo mengi. Hivi watu wanajiunga na shule na vyuo, lakini sasa hivi kuna Open University, mtu anakuwa anasoma tu kwa kutumia simu, kwa kutumia labda hizo Instagram, mtu anaendelea kusoma. Kuna watu wanafundisha kupitia hizi digital. Kwa hiyo imeturahisishia sana. Na hizo ndio faida za haraka. Mimi naitwa Isa Kwisa, niko kwenye soko la mazao hapa Mbalizi. Fursa mbalimbali ninazoziona kwenye mitandao ya kijamii, mimi kama mfanyabiashara wa mazao, ni sehemu ambapo kwanza nakutana na wateja wapya kila siku, lakini pia sio wateja, marafiki. Lakini pia sio hivyo tu, naangalia jinsi gani wenzangu ambao wanaweza kufanya biashara sehemu nyingine tofauti. Mfano kama mimi hapa, biashara yangu hii hapa, napata wateja kutoka Kigoma, napata wateja kutoka Iringa, sehemu tofauti. Yote imerahisishwa kupitia fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye mitandao. Na kama mfanyabiashara nanufaika kwa kupata wateja na kukuza kipato, kwa sababu mimi kinachonivutia zaidi kutumia hizi digital platform ni kupata wateja na kuingiza kipato changu kuwa kikubwa siku hadi siku. Tumerejea tena, umetoka kuwasikiliza wananchi bwana wakitoa maoni yao kuhusiana na uelewa wao kuhusiana na fursa zilizopo mtandaoni. Na kwenye mitandao kuna mambo mengi kabisa. Watu wanatumia kuweka
picha zao. Ndio. Lakini wengine kuburudisha Kabisa. kuweka vitu kadha wa kadha. Lakini ukiamua kutumia kama biashara basi unaweza kubadilisha sana maisha yako. Lakini tunazungumzia mitandao hii, unawezekana kuna mtu bado hajaelewa. Tunazungumzia mitandao gani? Tunazungumzia mitandao gani? Jukwaa gani sahihi ambao unaweza ukalichagua? Sasa kuna majukwaa ambayo mtu unaweza kuwa umeachagua. Mfano kuna Facebook, ndio, ambao ni unaweza ukachagua Facebook na ukafanya shughuli zako kupitia huko, ukafanya matangazo. Sawa. Pia kuna Instagram ambao unaweza ukarusha maudhui yako, picha, na ukajibrand labda kuhusiana na masuala ya chakula, sijui nini na vitu kama hivyo. Jukwaa lingine unaweza ukalizungumzia. Jukwaa jingine ni WhatsApp. Watu wanadhani kwamba WhatsApp ni kwa ajili tu ya kuwasiliana ndugu, rafiki na jamaa. Hapana. Lakini jukwaa hili la WhatsApp unaweza kalitumia wewe kwa ajili ya kuweza kufanya biashara zao. Ndio. Lakini vile vile kuna LinkedIn. Huku nako pia unaweza kutumia na kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitumia kwa uzuri kabisa katika kuhakikisha wanakuwa katika biashara. Na hii inafaa sana kujenga mtandao na mahusiano ya kitaaluma. Kabisa. Sasa kuna watu wanatamani kupeana elimu. Unakuta mtu anakuambia nitumie video ina GB ngapi, nataka nijifunze kuhusiana na kitu fulani. Sijui nitumie kitabu, basi huku inaweza kuwa ni njia sahihi ya kuweza kufanya hivyo na mambo yakawa vizuri. Na huko kwenye mitandao hiyo unaweza ukapata connection nzuri kabisa. Unaweza kupata connection hata za kazi, unaweza kutumia na unatumiana labda linki kuhusiana na masuala ya kazi. Kwa vitu vikaenda vizuri kabisa. Sawa, twende tukawasikie wa baadhi ya wafanyabiashara kutoka hapa kwetu Mbeya, namna ambavyo wamekuwa wakitumia fursa hii ya kidigitali. Majukwaa haya ambayo tumeyataja, namna gani wao wamekuwa wakiyatumia na namna ambavyo wamekuwa wakiwapa connection. Waliona fursa gani wao? Kuna kipato wanaingiza vipi? Na wewe ambaye unatusikiliza leo hii, kuna kitu utaweza kukipata. Nipo na wafanyabiashara hapa ambao wao wameona fursa kidigitali na wanafanya biashara zao katika mitandao ya kijamii. Ningependa kufahamu kwamba mnaendesha biashara zenu kupitia majukwaa gani? Natumia Instagram, natumia TikTok, WhatsApp pia. Kwa WhatsApp naweka status, Instagram navaa mwenyewe, na jirekodi, na posti, TikTok pia hivyo hivyo. Jina langu naitwa Getrida Mwasile, na ninaendesha biashara yangu kupitia majukwaa ya mtandaoni kama group ya WhatsApp, ambapo na group la kutoa elimu, kupokea maoni na kupokea order. Pia natumia Facebook na Instagram kutangaza bidhaa, kutoa elimu kuhusu ngozi pamoja na kupokea maoni na maswali kutoka kwa wateja. Hii inanisaidia kuwafikia watu wengi kwa haraka, kuwajibu moja kwa moja na kuwashauri kulingana na aina ya ngozi. Sawa, nikirudi kwa upande wako hapo dada, unajitofautishaje na washindani wengine mtandaoni? Kwa wafanyabiashara wenzangu kama mimi, wapo walionizidi. Mfano kama wakina Nifa, huwa nachukua vitu vingi kwao, wakina Chrissy, najifunza pia. Lakini pia na imani mimi pia kuna watu wanajifunza kupitia mimi. Vile wanapokutana na clip zangu au video zangu huko TikTok, Instagram, kuna vitu wanajifunza pia. Na ni wengi huwa wanakuja DM wananiuliza ulianzaje hivyo? Ni hivyo pia kuna watu wanajifunza, na mimi pia kuna watu najifunza kupitia wenyewe. Kwanza nazingatia utoaji elimu sahihi kuhusu ngozi katika majukwaa yetu ya WhatsApp, Google, Facebook na Instagram, ambapo nawasaidia wateja kuelewa aina ya ngozi yao, bidhaa zinazowafaa kabla ya kununua. Pia vipodozi vyetu vimelenga zaidi kuponya matatizo ya ngozi kwa njia salama na endelevu. Lakini pia huduma yetu kwa wateja ni ya karibu na kipekee. Tunapokea maswali, tunashauri, tunafuatilia maendeleo ya mteja baada ya kutumia bidhaa zetu, na hii kwetu ndio maana tunaita sio biashara bali ni huduma ya uponyaji wa ngozi na urembo. Na ni changamoto gani kubwa uliokutana nayo ulipoanza biashara yako hii kwenye mitandao hii? Kama tunafahamu mitandao inakuwa na mambo mengi. Changamoto kubwa nilokutana nayo naweza kusema, kuna muda nilipokuwa naanza, nilikuwa naweza nikaposti clip yangu nimejirekodi vizuri, nimeposti, mimi natarajia kwamba watu wataipokea vizuri. Unajua kwenye hii mitandao ili ujue kama labda clip yako ni nzuri au imekubalika na watu, unaangalia likes zinakuwa nyingi labda na comment pia. Lakini sasa unakuta unaposti kitu like chache, comment ya mnani inakuwa kama inakuvunja moyo. Lakini ninachomshukuru Mungu ni kwamba nilikuwa sivunjiki moyo, najikaza, nasema
hebu niangalia nilikosea wapi. Lakini nasema anyway, na post ipo siku tu hivyo atakuja. Sawa, turudi hapa kwa Getruda. Unatumia mbinu gani sasa kujitangaza na kuongeza wateja wako ukiwa unafanya kazi zako kwenye mitandao? Ni kutokuaminika kwa urahisi. Watu wengi walikuwa na wasiwasi kununua bidhaa bila kuniona uso kwa uso, wakihofia kudanganywa au kupata bidhaa tofauti na kile ambacho wamekiagiza. Pia ilinichukua muda mrefu kujenga uaminifu na kuelimisha wateja kuhusu faida za biashara zangu, lakini kuwa na huduma nzuri kwa wateja, kushirikisha ushuhuda waliopata matokeo mazuri na mawasiliano ya karibu. Polepole nilianza kupata wateja wanaoniamini, wanaoamini biashara yangu na wanaoweza kurudi tena. Ndiyo, nimewahi kupata hasara na makosa. Moja ya makosa makubwa ilikuwa ni kununua bidhaa nyingi bila kujua vizuri mahitaji ya wateja wangu wa awali. Baadhi ya bidhaa zilibaki sana bila kuuzika na nikapata hasara kubwa. Nilijifunza kuwa ni muhimu kufanya utafiti wa soko kwanza, kujua bidhaa gani zinahitajika zaidi na kuanza kidogo huku nasikilizia maoni ya wateja. Tangu hapo nimekuwa makini sana kupanga stock na kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji ya wateja. Natangaza kwa kuongeza wateja mtandaoni, kutumia mbinu mbalimbali. Kwanza natumia elimu kama njia ya kuvutia. Natoa maarifa kuhusu ngozi, jinsi ya kutumia bidhaa na ushauri wa kitaalamu kupitia Facebook, Instagram, lakini pia nashirikisha ushuhuda wa wateja waliopata matokeo mazuri ili wengine waone uhalisia. Sana nimewahi kupata, pia nilijifunza, na pia makosa yamewahi tokea. Ukishakuwa unafanya biashara, kuna makosa lazima yatokee na tunajifunza kutokana na makosa. Nyuma kidogo hapo nyuma nilikuwa nakaa mbali kidogo na ofisini kwangu. Kwa nilikuwa natumia nauli kubwa kidogo, alafu kile ninachokipata na matumizi vikani vitu tofauti. Kwa ilinilazimu nihame kule nikokuwa naishi, nikae karibu na ofisini ili at least ni save nauli kutokana na kipato ambacho nilikuwa nakipata kipindi hicho. Kwa nilijifunza kwenda na mahesabu, na hata kwa mtu mwingine pia, mkaka, mdada, unataka kufanya biashara, unatakiwa kuwa na mahesabu pia. Mitandao ya kijamii imechangia kwa kiasi gani mafanikio yako? Mitandao ya kijamii imechangia kwa kiasi kikubwa sana kuniletea mafanikio yangu. Kwanza, zaidi ya 70% wateja wangu nawapata kupitia WhatsApp na Facebook, Instagram. Kupitia huko naweza kutangaza bidhaa, kutoa elimu bure kuhusu ngozi, kujibu maswali kwa haraka na kuonesha ushuhuda wa wateja waliopata matokeo. Bila mitandao ya kijamii, biashara yangu isingeweza kuwafikia watu wengi kwa haraka na kwa gharama nafuu. Imenisaidia kujenga uaminifu, kuendeleza mahusiano ya karibu na wateja wangu na kukuza mauzo hatua kwa hatua. Imechangia kwa kiasi kikubwa sana, tena sana, kwa sababu napata watu tofauti, watu wa mikoa mbalimbali, hata watu wa nchi jirani pia. Yaani nakutana na watu tofauti tena na ni wengi. Jambo lililonitokea ambalo sikutarajia ilikawa la faida kwangu ni kwamba mwanzo nilipokuwa naanza biashara nilikuwa naagiza, lakini siku nikaamua nikasema hebu ngoja niwe naenda mwenyewe kuchukua bidhaa wateja wangu mwenyewe. Nilikuwa nimeshajipanga kwamba natoa labda nauli yani nauli nayoitoa ni hasara, yani niingize hasara kwa muda fulani, lakini nilikijua kule nilikokuwa naenda kwa ajili ya kujifunza. Lakini nikajikuta nimepata faida maradufu. Naweza nikasema maradufu kwa sababu nilienda kujifunza kwa watu ambao wamenizidi. Nikajifunza vitu vingi, pia nikajua nikienda kule nakutana na vitu vingi vizuri. Kuna jambo moja ambalo sikulitarajia kabisa, ni namna ambavyo wateja walivyoanza kunipigia simu, kunitangazia biashara yangu kwa hiari. Nilianza kwa kuwahudumia wateja wachache kwa uaminifu na kutoa elimu, halafu ghafla wakaanza kunipigia simu na kunitumia message WhatsApp na kuniambia, ndugu fulani ama rafiki yangu fulani kanipa namba yako kuhusu huduma zangu. Hilo halikunigharimu pesa yoyote,
lakini liliniletea faida kubwa kwa sababu liliniletea wateja wengi wapya na kujenga jina la biashara yangu kwa haraka. Niligundua nguvu ya mdomo kwa mdomo ina thamani sana katika biashara yangu ya mtandaoni. Nini ushauri wako kwa vijana wanaotaka kuanzisha biashara mtandaoni? Ushauri naompa kijana ambaye anataka aanze kufanya biashara mtandaoni, asikate tamaa. Pale anapoposti bidhaa zake labda watu hawajaipokea au viewers ni wachache, like ni ndogo, asikate tamaa. Yaani aendelee kuposti zaidi na zaidi na zaidi kile kitu anachokipenda. Yaani asikate tamaa hata kidogo. Na pia asisahau kumuomba Mungu kwa sababu kila kitu kimtanguliza Mungu, Mungu anafanya. Kwa hiyo asikate tamaa hivyo. Na pia apende kile anachokifanya. Ile kitu kikipenda unakifanya kwa moyo wote. Kwa hiyo hakikisha asifanye kitu kwa sababu mtu fulani anafanya. Afanye kitu kwa sababu amependa mwenyewe na anaona kiko ndani yake. Asiforce kama anapenda kitu kile kikubwa kwa sababu unaweza kuanzia kitu kidogo kufikia malengo yako makubwa. Kwa hiyo asiforce, akiona hata kama ana ndoto kubwa za kufanya kitu kikubwa, anzie chini ili kufikia ndoto yake kubwa au malengo yake hivyo. Labda ana plan za kufanya biashara kubwa ambayo inahitaji mtaji mkubwa, aanze tu na kitu ambacho kinahitaji mtaji mdogo ili kufikia kile kitu ambacho yeye alikiplan cha mtaji mkubwa. Ushauri wangu kwa vijana wanaotaka kuanza biashara mtandaoni, usingoje mpaka uwe na mtaji mkubwa au kila kitu kiwe tayari. Anza na kile ulicho nacho, jifunze sokoni, elewa mahitaji ya wateja wako, zingatia kutoa huduma bora kuliko kulenga faida ya haraka. Pia uwe na uvumilivu. Mafanikio ya biashara hayaji haraka wala mara moja. Tumia mitandao ya kijamii kwa ubunifu, toa elimu, jenga uaminifu na usiogope kufanya makosa. Kila kosa linatufundisha kitu kipya. Mwisho, muombe Mungu, kuwa na maono na usikate tamaa. Naam, tumewasikia kwa uzuri kabisa baadhi ya wafanyabiashara kutoka kwetu hapa Mbeya wakieleza namna ambavyo wao wamekuwa wakitumia majukwaa haya kufanya biashara zao. Lakini mimi nakuuliza wewe ambaye upo huko nyumbani, upo umekaa unasema huna kazi. Kwa nini unasema hivyo wakati kuna nafasi ambayo unaweza kaitumia na mambo yakawa vizuri? Lakini tukiachana na hivyo, kuna watu bwana wanaonunua hizi bidhaa. Kabla tuende kwa watu kununua bidhaa, nilikuwa ningependa sana kuzungumza kitu kidogo mfano kwa mtu ambao umezungumzia, mtu ambaye amekaa nyumbani hajui cha kufanya. Unakuta mtu anakaa nyumbani afu ana simu kubwa tuseme, ana vitu vingine vya access za kuingia mtandaoni na ana kipaji chochote, ana ubunifu wa kufanya biashara. Kwa hiyo akijaribu kufanya kitu labda kwa kuomba ushauri. Tumeona wakina dada hapa kitoa ushauri kwamba anza kidogo kidogo, usianze kikubwa. Hata kama unajua kuna changamoto utakuponda, sijui nini na nini, usikate tamaa, anza taratibu na kila kitu kitakuwa vizuri. Sawa, ukifanya hivyo mambo yatakuwa vizuri na utafanikiwa katika biashara zako, utafanikiwa katika uchumi. Lakini turejee sasa hapo ambapo nimezungumzia kuhusiana na wale ambao wananunua bidhaa hizo. Wanunuzi ambao wananunua bidhaa hizo huko mtandaoni. Tukawasikilize wanunuzi wao wanazungumza nini, kitu gani ambacho wanafanya, wanaagiza nini, changamoto gani ambazo wao wanakutana nazo. Unajua kwenye mitandao ya kijamii unatakiwa tena uwe makini kwa sababu unashangala ba umenunua kitu haumjui mtu ambaye anakununulia, unatuma hela alafu baadaye unakuwa umepigwa. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini. Sasa hapa waenda kutuambia kitu gani wanafanya, changamoto gani ambazo wamepita nazo na vipi wametoka hapo. Nipo na Clever Winner, lakini vile vile nipo na Happy John ambao hawa ni wanunuzi au wamekuwa wakinunua bidhaa zao kwa namna moja au nyingine katika mitandao ya kijamii ambayo tunazungumzia leo hii kwa ujumla wake, lakini bila kusahau application ambapo huko kote wanaunganishwa na internet. Kwanza nikianza kwako Clever, ni muda gani sasa hivi umekuwa ukitumia mitandao hii ya kijamii kununua bidhaa? Kwa muda ambao nimekuwa nikitumia mitandao ya kijamii kununua bidhaa ni zaidi ya miaka 5. Kipi hasa kilikushawishi kuingia katika ununuzi wa bidhaa kupitia hii mitandao? Upatikanaji wa bidhaa. Kuna bidhaa ambazo hazipatikani ndani ya nchi lakini nje ya nchi zinapatikana, kwa mitandao ya kijamii inarahisisha zaidi. Nikija kwako Happy, kwa upande wako nini ambacho unajivunia katika ununuaji wa bidhaa kwenye mitandao? Nini hasa kilikushawishi? Tuanzie hapo. Muda, mimi nakuwa busy sana na kazi. Mitandao ya kijamii imenisaidia kupata vile vitu ambavyo mimi nakuwa kazini na vikosa, sina nafasi ya kwenda. Kwa hiyo nikiona mtandaoni
Kama ni kitu ambacho nilikuwa nakitafuta na mtafuta huyo mtu anayehusika na hivyo vitu, then nanunua. Kwa sababu nakosa nafasi ya kwenda kwenye hayo maduka au hizo sehemu ambazo zinapatikana hivyo vitu. Nikirejea kwako Clever, kutokana na ununuaji wako wa bidhaa mbalimbali katika mitandao ya kijamii, huwa unazingatia hasa mambo gani kabla ya kuanza kufanya manunuzi kwenye hivyo vitu? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa uzingatie ni uhalali wa yule mtu anayekuuzia hizo bidhaa. Hilo ndo la msingi sana, kwa sababu usipoangalia uhalali wa yule mtu anayekuuzia hizo bidhaa, unaweza ukaingia hasara. Kwa mfano, lazima uangalie usajili wake kwa sheria za hapa nyumbani Tanzania, lakini pia unatakiwa uangalie ni watu wangapi amewahudumia, lakini pia unatakiwa uangalie maoni ya wale aliowahudumia, wanatoa maoni gani kuhusu bidhaa nazo zisambaza yeye, kwenye kwenye ubora wa bidhaa nazo zitoa, lakini pia kwenye huduma anazozitoa. Anaweza kuwa anatoa bidhaa lakini huduma zake zikawa mbaya. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo huwa navizingatia sana kwa ajili ya kununua bidhaa mitandaoni. Kwako Happy, kipi hasa kinakuvutia katika kununua bidhaa kupitia mitandao ya kijamii? Vitu vinaponivutia, kitu cha kwanza picha, halafu bei, halafu na upatikanaji wa haraka wa hicho kitu. Tukizungumzia picha ya hicho kitu ambacho labda nakitaka, mfano nguo, naiangalia nguo ambayo inaweza ikanitosha mimi na ubora wake. Japo hujaviona, lakini kuna nguo nyingine ambazo ukiziona tu kwa picha unajua kabisa hii ina kiwango fulani na hii ina kiwango fulani. Kwa hiyo ukiangalia bei na fananisha labda na eneo lililopo, sehemu niliyopo bei ni kubwa, kule ambako unaweza nikapata bei ni ndogo. Kwa hiyo hivyo picha na bei. Umeshawahi kununua bidhaa yoyote baada ya kuona tangazo kwenye mitandao ya kijamii alafu ukavutiwa nayo hivyo ambavyo unazungumza na kuweza kuinunua? Nimeshawahi kuona. Ni mfano ni kipodozi, tusiende mbali sana. Muona kipodozi pale kimeelezewa, labda mimi hapa na changamoto ya chunusi sana. Kwa hiyo ukakuta hiyo labda kipodozi fulani kimepostiwa, ukaona kabisa labda hiki kinaweza kikanisaidia kulingana na shida ambayo nipo nayo. Lakini mwisho wa siku ukakiagiza hicho kitu. Nikirejea kwako Clever, kwa upande wako umewahi kununua bidhaa au kupata huduma yote mtandaoni kutokana na kuona tangazo ambalo lipo, mwisho wa siku ukavutiwa na hiyo bidhaa au hiyo biashara, mwisho wa siku ukafanya biashara? Nimeshawahi ona matangazo ya hizo bidhaa na nikashawishika nikanunua hizo bidhaa. Na kwa mara nyingi nimeona matangazo ya kampuni moja ya Kikuu ambayo ni Soko Huria. Wauzaji wengi mle ni wa China, kwa hiyo nikashawishika nikaingia kwa nanunua bidhaa nyingi kutoka Kikuu. Nini ambacho unajivunia sasa katika kununua kwako bidhaa kupitia mitandao hii? Anachojivunia hasa ni upatikanaji wa bidhaa kwa haraka. Kuna bidhaa ambazo hapa nchini kwetu Tanzania wazalishaji hawapo. Kwa mfano ukiangalia kwenye uzalishaji wa hizi bidhaa nyingi za electronics, vifaa vya digitali, kwa hapa nyumbani hawapo, lakini kama ukiwapata wauzaji vinauzwa kwa gharama kubwa. Lakini ukienda kwenye hii mitandao kama Kikuu, AliExpress, unakuta bei ni ndogo ambayo wanauza moja kwa moja kutoka kiwandani. Kwa hiyo ukinunua kutoka kule angalau unakuwa umesave kiasi kikubwa cha fedha. Na rejea kwako Happy kuweza kufahamu kwa sababu ambayo imekufanya uweze kununua bidhaa mtandaoni mpaka sasa hivi, kwa uzoefu wako unadhani kuna faida maradufu au zaidi ya kununua bidhaa au ufanywaji wa biashara kwa mtu ambaye ameweka duka sehemu moja au yule ambaye anatembea mguu kwa mguu? Kuna faida. Kwenye mtandao kuna faida. Bei pia unakuta labda niliye naye karibu, yeye amepiga bei kubwa, anataka apate faida kubwa, tofauti na yule ambaye nimeagiza kule, yeye yuko nacho pale pale hajakisafirisha. Kwa hiyo hata kama ataniongezea labda bei ya nauli ni ndogo sana, tofauti na yule ambaye tayari ameshakileta dukani, amepiga mahesabu yake ya TRA, amepigia hesabu ni nauli zake ni vitu vingi. Okay. Kwako Clever, ni mambo gani ambayo yanakufanya uweze kuamini sana kwamba hii bidhaa ambayo na ichukua ipo sawa, sikutani na changamoto, ni bidhaa original au bidhaa sahihi, lakini vile vile hapa nikituma fedha yangu au nikituma pesa yangu haiwezi kupotea? Kwa upande wa kwanza, labda tukizungumzia ya makampuni makubwa kama Kikuu na AliExpress. Haya makampuni yamekuwa yakifanya biashara karibia ni dunia nzima. Yapo nchi nyingi sana. Kwa hiyo ubora wa bidhaa wanazozizalisha au wanazoziuza zinakuwa zimefuata viwango vya kimataifa. Hiyo inakuwa inaniashua kwamba bidhaa nazozinunua ni bora. Lakini tukirudi kwa hao wauzaji wadogo ambao wako ndani ya nchi, ni wafanyabiashara wadogo wa kawaida na makampuni madogo, jambo la msingi kama nilivyosema, tunaangalia usajili. Hiyo taasisi au hiyo kampuni imesajiliwa? Kama imesajiliwa, utaangalia imesajiliwa sehemu zote na mamlaka husika kama BRELA, TRA. Lakini pia utaangalia uwepo wake wa hiyo kampuni kwenye biashara ipo kwa muda gani.
kama ni kampuni mpya lazima uwe na mashaka kwamba hii kampuni mpya imeingia, ninaweza nikatuma hela, ikifika kweli bidhaa ndaipata. Lakini unakuta ni kampuni ipo sokoni muda mrefu, lakini kama nilivyosema utaangalia maoni ya wanunuaji. Kwa ile maoni ya wanunuaji utaona kama ni kampuni iko sokoni miaka 5, utaona wale wanunuaji wanasemaje, wanapoteza hela au wana hela zao zinafika na bidhaa wanazipokea. Natamani kuweza kufahamu pia chapa au brand ile ambayo ipo kwenye bidhaa inaweza ikawa ni moja ya kitu ambacho kinakushawishi uweze kuichukua hiyo bidhaa. Ina ushawishi mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu bidhaa tunapozungumzia chapa ni kama makampuni mengi yanakuwa tuseme ni logo ya kampuni ambayo inajulisha kwamba hizo bidhaa wao wanazitoa. Inakuwa ni rahisi zaidi kuona kwamba hii chapa inafahamika, imesajiliwa pia, unaona, kwa sababu bidhaa nyingi chapa zilizosajiliwa huwa wanaweka pale kwenye hizo bidhaa. Inakuwa ni rahisi kuamini kwamba ile bidhaa ni kampuni inayozalisha ni yenyewe. Sawa, nikukumbushe tu msikilizaji, nipo na Clever Winner, lakini vile vile nipo na Happy John, ambapo hawa ni wanunuzi wa bidhaa mtandaoni. Wanatueleza uzoefu wao, changamoto ambazo wamekuwa wakipitia na mambo kadha wa kadha. Tukiwa tunaelekea mwishoni, nirejee kwako Happy. Kuna wakati ulikuwa unazungumzia hapa kuhusiana na changamoto ambazo umeshawahi kukutana nazo katika ununuaji wa bidhaa. Changamoto hiyo ilitokana na nini hasa ulipokuja kugundua? Ilikuwaje na ulikabiliana nayo vipi? Changamoto niliyokutana nao ndio kama hivyo, mfano nilinunua kipodozi ambacho niliamini kabisa kwamba kitafanya kazi. Kwa hiyo nilimwamini ule kwa sababu najua kabisa huyu ni mtu ambaye ni mzoefu na anafanya biashara kwa muda mrefu, kwa hiyo anajua masuala mazima ya ngozi. Lakini kumbe sio, yeye ni anafanya biashara aingize kipato. Nimenunua kwa yule mtu nitakuwa na uhakika labda amesomea masuala ya ngozi, lakini mwisho wa siku haikuwa vile. Nikimenifikia hicho kipodozi, nikakitumia pia, nikiamini na yeye pale ameandika labda ndani ya wiki. Nimetumia ndani ya wiki, sijapata kabisa, yani ngozi yangu haijawa vile ambavyo mimi nilikuwa nataka. Na nikija kumaliza kwako Clever, nini ambacho ungependa kuambia Watanzania, serikali, nini ambacho ungependa iweze kufanya, lakini kwa mtu mmoja ambaye hana utamaduni wa kuweza kununua vitu au kufanya biashara mtandaoni, ukiwa wewe ni miongoni mwa watu ambao tunaweza kusema una uzoefu zaidi ya miaka 5 sasa hivi umekuwa ukinunua bidhaa zako kupitia mitandao hii ya kijamii? Karibu. Asante. Jambo la kwanza, kwa upande wa serikali wanatakiwa wawezeshe haya masoko ya kidigitali ambayo yanakuja kwa saizi. Kwa mfano kwa hapa Mbeya tuna soko la kidigitali linaitwa Leo Gulio Smart, kwa sababu mtu anaponunua miamala mle inaonekana kwamba umenunua bidhaa za kiasi kadhaa. Yaani hata kama utanunua miaka 10 bado utaona tu kwamba kila kitu ulichokuona kinunua kipo pale. Kwa hiyo serikali itakusanya kodi, lakini pia hata serikali iwe inaweka sera na sheria rafiki. Kwa sababu serikali wakishaona kwamba kuna fursa ya kusanya mapato, wanaenda kutengeneza sheria zinakuwa ngumu. Mwisho wa siku unakuta wanakuja ni watu kutoka nje ndio wanakuja kunufaika na hivi vitu. Lakini wakitengeneza sera na sheria rafiki kwa wazawa, itasaidia kwenye ukusanyaji wa mapato. Lakini pia kwa wauzaji, saizi wakiangalia dunia inapoelekea, dunia inaelekea kwenye digitali. Mwisho wa siku tutakuja kuona haya masoko yetu ya, kwa mfano hapa Mbeya tuna soko Matola, Mama Joni, Uyole. Haya masoko kuna kipindi itakuja yatakuwa hayapo, yatakuwa yamehamia kwenye masoko ya kidigitali. Wanatakiwa wajikite kwenye kupata elimu. Elimu itawasaidia waweze wakanunua na watajua wanunuzi sahihi ni wapi, bidhaa sahihi ni zipi. Nikija kumaliza kwako Happy, nini ambacho ungeweza kumaliza nacho ambacho ungetamani Watanzania waweze kukifahamu, serikali lakini pia hata wale ambao wanahusika katika ufanyaji wa biashara hizi huko katika mitandao? Kwa serikali iwe na uwanja mpana zaidi. Uwanja mpana, nikisema uwanja mpana ni kwamba wafikie na watu wa vijijini. Watu wa vijijini bado hawajui mambo ya kidijitali, sijui mambo ya simu, sijui ni kutumia mambo ya mifumo, bado hawajua. Kwa hiyo ifike mahali watu wapelekwe huko vijijini wakafundishwe kwamba wabadilike kutoka kwenye hizo zama za zamani waje kwenye mifumo mipya. Sawa, umetoka kuwasikiliza au wanunuzi na wamezungumza mambo mengi ikiwemo na namna ambavyo wao wanafanya ununuzi wao kwenye mitandao hiyo. Naam, lakini vile vile changamoto ndogo ambazo wanakutana nazo na namna ambavyo wanakabiliana nazo. Kabisa. Mimi nikwambie usiwe na hofu, usiwe na shaka. Mambo ya digital yamekuja kwa ajili ya kuweza kutusaidia. Lakini ni namna ambavyo tu wewe unaweza kutambua fursa hiyo na ukaamua kuishi nayo na mambo yako vizuri. Lakini mambo haya uweze kuyaacha mbali kwa sababu tunazungumzia swala la uchumi. Ni uchumi. Uchumi lazima tuzungumzie uchumi kwa sababu hapo ndo kipato kilipokuwepo. Naam, na tunafahamu uchumi upo kwa mtu mmoja. Ndio. Upo kwenye jamii ambayo inakuzunguka wewe, lakini taifa kwa ujumla. Tukitoka kwenye taifa tunakuja
katika ulimwengu mzima. Ya kabisa. Kabla sijaendelea nilikuwa nataka kuuliza hapo. Hivi unafahamu nani cha uchumi wako wewe kwa labda kwa siku, kwa mwezi? Kwa sababu huwa natunza kumbukumbu zangu, kwa hiyo nafahamu. Kwa siku naingiza shingapi, kwa siku natumia shingapi, kwa mwezi naingiza shingapi, kwa mwezi natumia shingapi na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye masuala ya digital huku pia kuna mabando ambayo tunatumia. Kwa hiyo ni vizuri pia kujua kwamba natumia bando hili kwa kitu gani, labda leo natuma kitu gani, na posti nini, na kitaniingizia nini, kwa sababu unaweza kuwa unatumia bando kubwa lakini kinachoingia ni kidogo. Kwa hiyo hicho ni moja ya kitu ambacho tutakuzingatia kweli kweli. Lakini kama tulivyosema kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya biashara hizi ambazo tunazungumzia za mtandaoni na uchumi, na masuala ya kiuchumi. Sasa mwenzetu Samuel Ndoni ameweza kuzungumza na Shama Nkembo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, akifafanua kwa kina namna ambavyo masuala ya kidigital ambayo tunazungumzia leo, hususan ya majukwaa ya mitandao ya kijamii. Hapa tunazungumzia Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, TikTok na sehemu nyingine. Namna ambavyo inaweza kutusaidia kwanza kwa mtu mmoja mmoja, kwa taifa kwa ujumla, lakini vile vile ulimwengu wa sasa hivi, uhusiano uliopo katika masuala ya digital na masuala ya... Majina yangu ni Shama Watson Nkembo, ni mfanyakazi katika chama kikuu cha ushirika mkoa wa Mbeya maarufu kwa jina la Miku, na kihudumu pale kama afisa utawala, na pia kitaaluma mimi ni mchumi, nina shahada ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Fursa za kiuchumi kupitia mitandao zipo nyingi, kama muhusika akiweza kuitumia mitandao katika jicho la kiuchumi. Na naweza nikazitaja kama ifuatavyo. Mosi, kupitia mitandao mtu anaweza akapata wateja, kwa sababu sasa hivi tunafahamu idadi kubwa ya watu ambao wanatumia mitandao, idadi yao ni kubwa. Kwa hiyo kwa kuitumia mitandao vizuri unaweza ukaongeza idadi yako ya wateja ulionao, wakaendelea kuongezeka na kuongezeka, ikizingatiwa pia ya kwamba mitandao inatumika pia, inavuka mipaka ya nchi. Kwa hiyo inakwenda, unaweza kupata wateja kutoka bara Afrika, nchi zingine zilizopo Afrika pamoja na nje ya Afrika. Hiyo ni fursa mojawapo ambayo mtu anaweza akaipata kwa kutumia mitandao kiuchumi, ikaongeza uchumi wake kwa kibiashara, ujasiriamali, kwa namna yoyote ile ambayo itakuwa inamuongezea kipato. Lakini pia kupitia mitandao unaweza ukakuza biashara yako. Umeshapata wateja, kwa hiyo unauza bidhaa zako au unauza huduma yako, kwa sababu mitandao inakuongezea ule mtandao wa kupata watu, unaongeza mtandao wako. Kwa hiyo na bidhaa zako zitauzika kwa wateja wengi, bidhaa zako zitatoka zaidi. Kwa hiyo pia ni fursa ya pili au ni faida ya pili. Kupitia bidhaa au huduma mtandaoni unaweza ukaongeza kipato chako au ukafungua milango zaidi. Lakini tukija pia kuna jicho la kibiashara, mitandao pia inaweza kukupatia mtaji, kwa sababu wewe una mtaji mdogo na una biashara kubwa, lakini kuna watu pia wana hera, wana mitaji, lakini hawana wazo la bidhaa au la huduma. Wakaangalia bidhaa yako, wakaangalia huduma yako ambayo labda kulingana na mtaji ulionayo inakuwa unashindwa kuifanya katika viwango vikubwa. Basi kwa kupitia mitandao ya kijamii hii ambayo tunaitumia, ukaitumia kwa mlengo huo wa kiuchumi zaidi, kwa unajikuta unajitangaza, ambako mwishowe unapata wafadhili au unapata mtandao wa kupata mkopo zaidi kwa ajili ya kuikuza biashara yako, na hivyo kufanya mtaji wa biashara yako ukaongezeka kwa njia nyepesi kupitia kujulikana kwa watu kwa njia ya mitandao au kwa njia ya mtandaoni. Nafikiri kwa uchache hizo ni baadhi ya fursa ambazo mtu anaweza akazipata kupitia mitandao ya kijamii. Dunia
uko na uwezo. Dunia sio rahisi, wandugu tunatakiwa tukue na akili. Endelea mbele, Mungu atakupatia. Mbona wengine wamepata hivyo? Fanya kazi. Dunia ni ngumu baba. Fanya kazi. Fanya kazi. Dunia ni mbaya mama. Fanya kazi. Watu wengi wamekazana na mwishoni wamepata. Kuiunga mkono mama itakuwa rahisi, na wengine wapewe mfano. Mwenzi wangu siuze vya kwako, utayashie watoto yako. Mwenzi wangu siuze vya kwako, utayashie watoto yako. Shangazi mamula bie, ye kolera. Sengo mamula bie, ye kolera. Ulindwa mamula bie, ye kolera. Maikula mamula bie, ye kolera. Makamundo mamula bie, ye kolera. Chewa mamula bie, ye kolera. Kalibeka mamula bie, ye kolera. Seiko mamula bie, aduna tangu ye kolera, ye kolera. Aduna manda ye kolera, ye kolera. Alenga kena ye kolera, ye kolera. Akubajeyo ye kolera, ye kolera. Owe chikari ye kolera, ye kolera. Kabasikari ye kolera, ye kolera. Okutembei ye kolera, ye kolera. Kebaje ye kolera, ye kolera. Oh, chidende, mama chidende. Kabajo chidende, mama chidende. Wekolera chidende, mama chidende. Kazi ni kazi chidende, mama chidende. Kabajo chidende, mama chidende. Wekolera chidende, mama chidende. Kazi ni kazi chidende, mama chidende. Kabajo chidende, mama chidende. Wekolera chidende, mama chidende. Kazi ni kazi. Umetoka kusikiliza burudani ya Clever J akihimiza watu kufanya kazi bwana. Unajua bwana, maisha haya bila kazi utakuwa tegemezi. Hakika, na utajikuta unashindwa kumudu majukumu yako. Kama wanaume unaweza ukajikuta unashindwa kuonesha ule wanaume wako ndani ya familia. Unazungumza nini? Lakini vile vile kama ni mama unaweza ukajikuta unadhalaulika kwenye jamii. Kabisa. Lakini hata kwa mke wako unapata changamoto. Unaonekana ni mzigo kwenye jamii kwa sababu hauna chochote, hauingizi kipato. Sasa hivi tunasema hata kwamba eti wanawake, mwanaume anaenda kazi na fanya kazi. Sasa hivi hata wanaume wanaona mwanamke ajishughulishi, anakuwa ni mzigo tena kwenye jamii. Hakika hilo ni jambo la muhimu na la msingi sana. Kwa hiyo tufanye kazi ili tuweze kujiinua sisi katika vipato vyetu. Lakini vile vile tukitumia mitandao ya kijamii ambayo tunazungumzia hii leo, ni fursa nyingine. Unaweza kuwa unafanya kazi ofisini, unaweza kuwa unafanya kazi sehemu moja au nyingine, lakini ukatumia pia mitandao hii ya kijamii kuposti baadhi ya bidhaa zako. Mwisho siku maisha yakaenda kama hapa ambavyo tumemsikia mchumi wetu akifafanua kwa uzuri. Maisha yanakuwa yanaenda vizuri. Na nikwambie tu kwamba baadhi ya miji ina vituo vya mafunzo ya ujuzi wa kidigitali. Naweza nikatoa mfano mmoja. Unakuta labda mjasiriamali anaweza kuchukua labda kozi bure ya mtandao ya Facebook ili kuongeza mauzo ya biashara yake. Maana unashangaa labda mtu anafanya biashara labda hajui, lakini unaweza ukapata tena huko kwenye mitandao ya kijamii masuala ya kidigitali.
kidijitali, ukapata kozi ya biashara ambayo unataka kuifanya na ukafanikiwa vizuri kabisa. Lakini vile vile kupitia magrupu ya WhatsApp tunaweza tukajiunga huko, tukaweza kujadiliana na watu tofauti, tukaweza kujikuza katika sekta ambayo tunakuwa sisi tumebobea. Lakini vile vile tunaweza tukashirikiana na wafuasi wa kujibu maoni tofauti wakaweza kutusaidia namna ambavyo tunaweza tukajikwamua katika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini vile vile tunaweza kufanya ushirikiano na watu maarufu. Hapa nazungumzia wale ambao wametoka, kuna bwana mmoja hivi natamani nimtaje jina, lakini acha tuishie hivyo. Kuna watu wanafahamu kwamba kuna watu wamekuwa wakitoa elimu tofauti kupitia majukwaa ya Instagram, Facebook, WhatsApp, lakini hata kwenye mitandao mingine ya YouTube huko. Kwa hiyo tunaweza tukapata connection. Tunaweza kupata connection huko. Lakini pia kuhudhuria mikutano na semina mtandaoni. Hizi ni muhimu sana kabisa. Zitatusaidia. Sawa, hiyo ni muhimu sana na itatusaidia kwa maisha yetu ya sasa hivi. Unatakuwa upekue kila aina ya mitandao na utapata vitu vingi bwana. Sasa bana, turudi mtaani. Bwana, tuende mtaani kwa mtaalamu wa digital marketing. Unawafahamu wataalamu wa digital marketing? Hao ndio ambao wataalamu wa masuala ya teknolojia, huko ambako tunazungumzia masoko yenyewe yalipokuwa. Kwenye mitandao ya kijamii huku tunazungumzia kule kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye YouTube, namna ambavyo unaweza kaongeza kipato chako. Unafanya vipi biashara? Kuna mtu ajui hata namna ya kufungua ile Instagram namna ya kutumia, namna ambavyo anaweza kupata wafuasi wengi, namna ambavyo anaweza kalinda akaunti yake mwisho wa siku, hata kuwa kwenye biashara yake asiweze kupata changamoto, hajui. Lakini hawa watu ambao wanahusika, watu wa teknolojia, hususan hawa watu wanaodeal na digital marketing, wao wanajua mbinu bora, mbinu sahihi za kuweza kukuza vipato na uchumi wao. Basi tukapate madini kidogo kuhusiana na masuala ya kidijitali, digital marketing, ambapo mwenzangu Samuel Mpogole amefanya mahojiano na mtaalamu huyo wa digital marketing. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Musa, lakini kwa majina mengine naitwa Monty Musa. Kwa majina ambayo yanapatikana katika mitandao ya kijamii natumia Monty Musa. Ukiwa kama mtaalamu wa masuala haya ya digital marketing ambayo tunazungumzia hii leo, kuna fursa gani hasa kwa vijana, kina mama, hata watu wazima wengine ambao wanatusikiliza sasa hivi kuhusiana na biashara hizi ambazo zimekuwa zikifanyika? Fursa ipi hasa ipo katika mitandao ya kijamii? Kwanza kabisa, katika mitandao ya kijamii kuna fursa ya kujitangaza wewe kama wewe. Labda kama unafanya biashara yako kupitia mitandao ya kijamii, unaweza kutumia kwa njia kujitangaza na ukapata masoko zaidi. Lakini pia kwa fursa nyingine, fursa ambazo unaweza kujiingizia kipato katika mitandao ya kijamii, tunaona watu wanalipa kupitia TikTok, na wanalipa kupitia YouTube. Saizi pia Instagram nao pia wanalipa, Facebook nao pia wanalipa. Ila inategemeana wewe umejiweka vipi katika mitandao ya kijamii. Serikali ina mchango gani katika swala hili? Kwanza tuingie upande wa TCRA. Wao wamejikita katika maudhui unayoyachapisha mtandaoni. Labda kama una page yako, labda umesema page yako kufanya biashara kitu fulani, alafu maudhui unayochapisha yanakuwa sio, basi TCRA wanakuwa macho sana. Kwa hiyo utakuta inafungiwa, au pengine msaada mkubwa sana serikali katika issue ya digital marketing ni kufanya security, kuwekea ulinzi zile page zako unazofanyia biashara. Kwa sababu sasa tunaona mahaka ni wengi sana. Kwa TCRA wao wanaangalia hii ni nani, hata siku mihaki kuipata na kwa ni rahisi sana, kwa sababu pia TCRA wanakuwa wanaona hii account ni ya nani. Ndio unaweza kuverify pale unalipia kodi, na maana kisha lipia kodi, maana serikali yenyewe inakuwa inakuangalizia zaidi na kufanyia secured, maana security inawekea ulinzi. Kwa mtu ambaye anataka kuanzisha huenda programu hizi za kufanya biashara mtandaoni, huenda kupitia mitandao ya kijamii kama ulivyozungumza, Facebook, Instagram, YouTube, ni vitu gani au vifaa gani hasa, maarifa gani hasa anatakiwa aweze kuwa nayo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ndoto yake inatimia au jukumu lake linaenda? Cha kwanza kabisa, mtu ujue biashara yako ni biashara ina gani na una target watu wa age gani. Mfano labda katika masuala ya sponsorship, kwa ukitaka kusponsor hiyo biashara yako unatakiwa target biashara yangu hii inaenda watu wa age fulani, labda ni 18, miaka 18 mpaka miaka 54. Sana tegemeana biashara yako wewe. Pengine ambacho unatakiwa uwe nacho ili biashara yako ionekane, ina maana bidhaa, picha za bidhaa au posters au logo, au kwa Kiswahili nembo ya biashara. Kwa bila nembo ya biashara utakuta umepost labda chupa ya chai pale, lakini chupa
wengi wanaouza ni chupa za chai. Sawa, uta sponsor, utaweka pale namba yako ya simu, lakini ili mtu akuamini zaidi katika biashara yako mtandaoni lazima apate posta, sababu posta itajieleza kila kitu kwamba hii chupa ya chai bwana na kazi hii na hii na hii. Sawa, sisi tunapatikana hapa na hapa, lakini unaweza ukaweka chupa ya chai tu afu hujafanya hauna hiyo posters, hauna nembo ya biashara, uaminifu unakuwa mdogo sana kwa mteja kuamini wewe. Kwa sababu pia hata mtandaoni huko, biashara ya mtandao, kuna utapeli mwingi sana umeingia. Kwa wengi wana mbinu nyingi za kufanya utapeli. Ili mteja kuamini, kuna vitu vya kumvutia mteja ambavyo vitafanya yeye mteja akuamini. Ni mitandao gani hasa ambayo ni mizuri na ni muhimu hasa kwa mfanyabiashara ndogo ambaye ameanza au mtu anayefanya biashara ndogo katika jamii yetu? Uwe na page ya Facebook, uwe na page ya Instagram, lakini pia saizi kuna Kikuu pia unaweza kufanya, kuna Alibaba. Hizo ni sehemu ambazo, site ambazo unaweza kufanya biashara ndogo kwa wafanyabiashara wadogo. Sasa kwa mfano mfanyabiashara ndogo labda anauza nyanya. Unauza nyanya ili ujibrand sasa, watu wakuone kujua unauza nyanya. Unataka wateja wengi zaidi kutoka mtandaoni. Achana na wateja wamkuzunguka pale mtaani kwako, unajua fulani anauza nyanya, lakini no, unataka wewe mfanyabiashara wa nyanya walau mkubwa, watu wakujue zaidi. Utaenda Instagram. Ukiwa na page Instagram, utakiwa na page ya Facebook pia. Kwa hiyo ukitakapotupia tangazo lako la biashara, ukasponsor, na kwa sababu nasema sponsorship inafanya mtu biashara yako iende zaidi. Unaweza ukaposti vipi lakini ukaona wameona watu 3 4, lakini ukisponsor budget yako imekuruhusu, sababu sponsor gharama ndogo sana. Hizo hapa ni $5, utakuta ni ndani ya siku 2 siku 3. Kukuta ni hela ndogo ambayo itakufanya wewe uingize hela zaidi. Kwa mfanyabiashara ndogo, mtandao mzuri wa kwanza nayo kutumia ni Instagram, Facebook, ambako kwa wengi wanaona. Unapendekeza njia gani hasa ambazo watu wanaweza kuzitumia kufanya biashara huko ambako umezungumzia Instagram, Facebook, hasa kwa wakazi wa maeneo ya nyanda za juu kusini wanaotusikiliza leo hii? Kubwa kama nilivyosema mwanzo ni kuingia katika hiyo mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook na Instagram, ambao ina watu wengi. Fedake hiyo mitandao ambayo ina watu wengi ambao wanaitumia, watu wa rika wote, jinsia zote, watu wanatumia hiyo mitandao ya kijamii. Lakini pia mapendekezo yangu makubwa kwamba ili uingie huko inatakiwa utumie kama vile usema mwanzo posters. Una posters, uwe na biashara yako. Sio unafanya biashara labda ya kuuza vitu vya magari. Unaweka picha yako pale, labda mimi Monty Musa muuza magari hapa. Bidhaa hamna. Sawa, page yako ipo tu, hata bidhaa hamna. Una brand ya jina la biashara ambayo ni nzuri, ambayo mteja akiona anasema ngoja niingie hapa nitapata kitu ninachokitaka. Kuna tofauti gani hapo kati ya kujitangaza lakini vile vile brand ambayo unaizungumzia hapo? Tofauti yake ni ipi kati ya kujitangaza lakini vile vile kujenga chapa hii ambayo unasema brand? Kujenga hii chapa na kujitangaza, tofauti ni ipi? Tofauti yake ni kubwa sana, kwa sababu unaweza kujitangaza lakini brand hauna, hiyo chapa yako wewe hauna. Mimi nitasema labda Monty Shop, sieleweki shop ni nini. Kwa mtu atapita tu, mteja ule sitomvutia, mteja atavutiwa na jina. Lakini nikasema Monty Spare Parts, anajua hapa napata vifaa vyangu na vitaka ni vya magari. Kwa hiyo tayari nimeshaji brand kwenye upande wa magari. Moto tofauti ulipo. Kwa hiyo nitajitangaza Monty Shop, lakini sija brand ile shop ni ya nini, sijaji brand. Lakini sasa nikisha ji brand Monty Spare Parts, umeona Monty Spare Parts Shop, watajua hapa ni vifaa vya magari. Ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya digital marketing kwa ujumla wake, ungependa kuiambia nini jamii inayotusikiliza? Kwanza ningependa kuiondoa hofu jamii, hususan wale wateja ambao wanapenda kuoda vitu online. Unajua kwa asilimia kubwa saizi wengi wanafanya biashara za online. Kwa hiyo ni kuamini tu, kwa sababu kwanza kabisa pale unapoenda kuoda kuna namba za simu. Uode tu kibububu kwa message, no, mtu utampigia simu, utamblockate, atakulocate yuko wapi. Kwa hiyo inakupa wewe rahisi mteja kupata bidhaa yako na kumwamini zaidi. Lakini pia kwa wale wengine ambao bado hawajaingia kwenye hii biashara ya online, hasa wale wafanya biashara ambao wenyewe masuala ya digital marketing hawazingatii, nawaambia tu kwamba huku biashara za online zina hela kuliko zile biashara za kuegesha. Mfano, una biashara yako ya mafuta, umeweka tu duka, sio wote wanaopita pale nataka mafuta, lakini online wapo wengi sasa wanaongelea mafuta online. Napenda kushauri watu wajikite sana huko, kwa sababu kwenye digital marketing kwanza biashara yako inakuwa ipo safe. Inakuwa safe na salama kabisa. Alafu pia hautapata shida ya kutafuta wateja. Utapata wateja wapi? Wateja wao pia wanaona.
Sawa, umetoka kumsikiliza mtaalamu huyo wa digital marketing akitupa madini bwana. Natumaini utakuwa kuna kitu umekipata na kitu umejifunza. Hata ukitaka kuanzisha jukwaa lako, ukafanya biashara yako, basi mambo yanakuwa vizuri kabisa, mambo yanakuwa bulbul na mambo yanakuwa vizuri. Naam, na kitu ambacho mimi nimependa na nimefurahi kweli kweli namna ambavyo tunaweza tukaendelea kujenga brand zetu kupitia mitandao hii ya kijamii, lakini vile vile namna ambavyo tunaweza tukanufaika kwa namna moja au nyingine katika kufanya biashara au kutengeneza logo, kutengeneza matangazo tofauti kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunaweza tukakua sana katika biashara zetu. Kama tumemsikiliza vizuri mtaalamu, hakika hata kwa wewe ambaye hujaanza kuanza basi unaweza ukaamua kufanya hivyo. Lakini pia hata wewe ambaye ulikuwa unaogopa kuanza kununua bidhaa huko mtandaoni, basi unaweza kufanya hivyo na mambo yakawa vizuri kabisa. Ndio wakati sahihi kabisa wa kufanya maamuzi yako kabisa. Kama unataka kuchukua biashara, unataka kufanyaje, sijui kufanya nini. Sawa, unataka kuchukua sijui bidhaa kwenda wapi, unataka kufanya nini. Hii inakuwa ni rahisi na unakuwa ndio mwanzo wako mzuri kwa sababu umepata elimu. Unajua ukipata bwana elimu Mpogole, inakuwa ni rahisi wa kuanza kwa sababu unajua kwamba naelekea wapi. Naanza kufanya kitu gani, nafanya nini. Sawa, mimi ni washukuru bwana wadhamini wetu. Mimi ni washukuru bwana wadhamini wetu, wadhamini wa kipindi hiki ambao ni sehemu ya program ya mpango wa ushirikiano wa Digital Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Na hawa wanatupa nguvu sana sisi ya kuweza kutamba kwa uzuri kabisa kupitia kipindi chetu cha Digital leo. Asante sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi hiki mpaka sasa hivi tukiwa tunaelekea kuweka nukta. Kabla tujafika mwisho, tupitie ujumbe wa wasikilizaji ambao wametutumia hapa. Muda umekimbia, lakini hatuna namna. Lazima tuwape appreciation wale wote ambao wamekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa hivi tukiwa tunaelekea mwishoni. Niwashukuru sana, wapo wengi ambao wametuma message zao hapa, ikiwa ni pamoja na Irene kutoka Mabatini, anasema anatusikiliza kwa uzuri kabisa Highlands FM Radio. Mpo juu, anasema kipindi hiki kiendelee kudumu. Asante. Lakini pia nimekuona huyu anaitwa mamake na Blida. Anasema asante sana, tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho, lakini nilitamani kufahamu nawezaje kutangaza biashara yangu ya chakula kupitia mtandao. Yeye anataka kufahamu namna ambavyo anaweza kutangaza biashara yake ya chakula kupitia mtandao. Ndio hivi ambavyo tumezungumzia kwamba unaweza kuwa na group la WhatsApp, ukaamua kuwaunganisha wale wateja wako kadhaa. Chakula chako kimeiva, pilau lile, unapiga picha, unaambia jamani chakula tayari, nipe location. Hata mfano kama Instagram tunaona watu wanakuwa wanatuma baadhi ya clip zao, unakuta wanapika chakula na chakula chao, na pia unatangaza jinsi unapatikana wapi, unaweza ukanani. Kwa hiyo inawezekana. Inawezekana, ni rahisi na mitandao ya Facebook unaweza ukashare na watu na mambo yakawa vizuri kabisa. Sawa. Message zipo nyingi, lakini ngoja na mimi nipitie kidogo. Huyu anasema, huyu anaitwa Sheila kutokea pale airport, anasema kwa kweli kipindi kinanipa madini ya kutosha, ngoja nianze sasa. Okay. Huyu anaitwa Joseph, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Bwana, mimi niwashukuru wale wote ambao mmekuwa pamoja nasi kupitia kipindi chetu bora cha Digital leo, ambapo tumekuwa tukiangazia swala zima la fursa ambazo zinapatikana kupitia mitandao ya kijamii, ambapo huku tumezungumzia Instagram, Facebook, Twitter na maeneo mengine ya majukwaa ya namna hiyo. Sisi hatuna la ziada humu ndani, tuseme tu kwa heri. Lakini kabla tujaondoka, tuache na burudani kidogo au? Tuache na burudani kidogo. Tuache watu wa relax, wa enjoy. Sawa, kumbuka ulikuwa nami Samuel mwana wa Mpogole, mwenzangu hapa Bi Fatna Suleiman. Tunakuacha na kibao chake hiki Diamond. Mr. LG. Pole 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 moyo wangu masikini, pole pole mtima wangu. Haikuwa dhamira, haikuwa kusudi langu, haikuwa dhumuni wala haikuwa malengo yangu, ila tuseme labda moyo pengine sio riziki, maana mejitahidi sana malengo hayafiki. Kama kuswali na swali sana mpaka suna za usiku, kazi nimetafuta sana ila sembuli kitu.
Sitaki kukufuru Mungu sababu najua ni mapito, japo inakatisha tamaa, ila siku yangu ipo. Moyo usiumie, moyo ni mapito, moyo haya yote mitihani na mwisho. Moyo wangu moyo usiumie, moyo ni mapito, moyo haya yote mitihani na mwisho. Zinaua pesa mbolea, hata shemeji yako ana mengi hawezi ongea. Moyo najitahidi jepusha vya watu ni majaribu, japo na shida ila naepuka tamaa. Nilitamani siku moja na mimi nijenge mama, ila ndo vile tu masikini mipango inakwama. Wanaumia watoto shuleni wakifukuzwa ada, najiona mjinga yani sio bora baba. Sitaki kukufuru Mungu, najua ni mapito, maana riziki mafungu, na milangu siku lipo. Moyo usiumie, moyo ni mapito, moyo